Mwandishi mkongwe wa kujitegemea na wakili wa kujitegemea Pascal Mayala ameeleza dhana ya usaliti kwa upande wa siasa na serikali kwa kusema si kila usaliti mbaya bali mwingine unaweza kujenga au kuwa manufaa katika jamii. Ameeleza kuwa usaliti katika siasa unaweza kuwa wa kujenga ama kubomoa, kwani kuna usaliti mbaya na mzuri utakaojenga jamii. Mayala ameeleza kuwa kuna baadhi ya mambo yanayotokea nchini kama watu wasiojulikana, akidai kuwa watu hao wasiojulikana wanaowapoteza watu kwa kutumwa au kuagizwa, huku akimtolea mfano mwanaharakati Humphrey Polepole kama mmoja wa wahanga wa watu waliopotezwa na watu wasiojulikana. Vile ameeleza kuwa kwa upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kiliwahi kukumbwa na usaliti uliowahi kuitafuna Chadema, ambapo baadhi ya viongozi wa chama hicho kukiuka makubaliano waliokubaliana awali. Hivyo amesema kuwa dhana ya usaliti kwenye siasa na serikali inatokana na kutokuaminiana. Mbali na hayo, mkongwe huyo ameeleza namna alivyojiunga na Chama cha Mapinduzi CCM tokea mwaka 1988 akiwa na umri wa miaka 18. Naitwa Pascal Mayala, ni mtangazaji, mwandishi wa habari na wakili wa kujitegemea ambaye kote niko kwa title inaitwa freelance. Yani ni freelance broadcast journalist, ni freelance mwandishi wa habari wa kujitegemea na ni mwanasheria na wakili wa kujitegemea. Leo nakuja kuzungumzia kitu kinaitwa dhana ya usaliti. Dhana ya usaliti nitaizungumzia kwenye maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza, dhana ya usaliti kwa upande wa mambo ya siasa na kiserikali. La pili, nitazungumzia dhana ya usaliti kwa upande wa bunge, na ya tatu nitazungumzia dhana ya usaliti kwa upande wa muhimili wa mahakama. Kitu cha kwanza cha kuwafundisha ni usaliti nini, au dhana ya usaliti nini. Usaliti ni jambo lolote ambalo mmekubaliana alafu akatokea mmoja wenu akaenda kinyume cha hilo jambo. Hiyo ndio inaitwa dhana ya usaliti. Kuna baadhi ya mambo mkikubaliana hayatoki nje. Hayo mambo watu wote mnanyamaza na mjatoi nje. Akitokea mmoja wenu akalitoa nje hilo jambo, huyo mmoja wenu anakuwa amewasaliti. Sasa dhana ya usaliti ni pana, na mara nyingi sasa hivi inatumiwa kwa kutumia jina la Yuda Iskarioti, ambaye alimsaliti Bwana Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Yesu akakamatwa, akateswa, akasulubiwa, hatimaye akafa. Sasa kwenye hii dhana ya usaliti, tukianza haraka haraka, usaliti wa kidini ule ambao Yuda aliufanya, japo ni kweli Yuda alifanya usaliti wa kumsaliti Bwana Yesu, lakini Mungu alitengeneza ukombozi wa dunia utapatikana kupitia msalaba. Kwa hiyo kwa kuteswa kwake, kifo msalabani, huo ndio ukombozi wa dunia uliotokana na usaliti uliofanywa na Yuda Iskarioti. Kwa hiyo sasa pia kibiblia na kidini, japo kweli Yuda ni msaliti na ni japo kweli alimsaliti Bwana Yesu, lakini ilikuwa imepangwa lazima Yesu asalitiwe ili kwa kupigwa kwake sisi tukaponywa. Ndivyo dhana ya usaliti upande wa dini ulivyokwisha. Sasa tukija kwenye dhana ya usaliti kwenye siasa, kwenye bunge, kwenye jamii na kwenye mahakama, ni tukianzia na dhana ya usaliti ndani ya serikali. Kwenye serikali na serikali zote duniani, kuna vitu zinafanya na zinapenda hivyo vitu viwe siri. Kuna vitu, kwa mfano kwa mujibu wa katiba yetu, vikao vya baraza la mawaziri, cabinet, ni vikao vya siri. Alafu uamuzi wote wa jambo lolote ambalo limeamuliwa kwenye cabinet ni uamuzi unaitwa uamuzi wa pamoja, inaitwa collective responsibilities. Yani kwamba serikali ikiamua inafanya jambo fulani, hata kama wewe uko serikalini ulipendi lile jambo,
huruhusiwi kulisema kwa sababu serikali imeshaamua yenyewe kusimama nalo kama kitu kimoja. Ikitokea hulipendi na dhamira yako inakusuta kwamba ulipendi, unawajibika kujitoa. Alafu ukishajitoa nje ya serikali ndio pale unalisema. Kwa hiyo sasa hii iliyowahi kufanyika wakati wa 1994 Agustino Lyatonga Mrema akiwa naibu waziri mkuu aliingia kwenye kikao cha baraza la mawaziri, cabinet meeting, alafu sio 94, 95, baada ya 95 yes, akakubaliana na maamuzi ya baraza la mawaziri, akaenda bungeni akasema baraza la mawaziri limepanga kitu gani, na akasema mimi sikubaliani nacho. Kwa hiyo toka baada ya kutoa statement ile bungeni, hapo kesho yake rais alikuwa ni Benjamin William Mkapa, akamtengua Lyatonga uwaziri. Baada ya kumtengua tu Lyatonga uwaziri, hapo akawa sio tena waziri, amesaliti na akapoteza nafasi yake ya uwaziri. Kwa hiyo ina maana kwamba katika hii dhana ya usaliti, japo usaliti unaonekana kama ni jambo baya, lakini ikitokea watu wanapanga mambo mabaya na mambo maovu, mmoja yoyote atakayekuja kusema aliyepanga ile maovu ni nani, akitoa hiyo siri, huo pia ni usaliti. Ni usaliti kwa sababu amewasaliti wenzake katika yale maovu, lakini huo unakuwa ni usaliti mwema kwa jamii na kwa taifa kwa jumla. Sasa kuna baadhi ya mambo mabaya yanatokea hapa nchini kwetu. Yaani kwa mfano mathalan, hii ishu ya watu wanaitwa wanapotea. Hawa jamaa wanaitwa wasiojulikana. Jamani, hawa wasiojulikana, japo hawajulikani, lakini wenyewe wanajijua, wanajuana. Hawa wasiojulikana wanaopoteza watu hawajipotezei wenyewe, wanatumwa. Kuna mtu anawatuma wasiojulikana kupoteza watu. Sasa kwa vile wasiojulikana hawajulikani na anayewatuma pia hajulikani, wao kazi yao ni kutekeleza tu yale mambo ya kupoteza watu. Katika kupoteza watu hamna mwingine hata anajua hao watu kinawakuta nini. Yani mathalan nikitolea mfano wa Balozi Humphrey Polepole, mpaka leo watu hajulikani yuko wapi. Sasa wale waliompoteza Polepole ni Watanzania wenzetu. Kuna watu walipanga kwamba Polepole apotezwe. Kwa hiyo katika wale waliopanga Polepole apotezwe, hakuna hata mmoja atakayesubutu kutoa siri kwamba ni sisi. Lakini kuna uwezekano katika wale waliopanga kuna mwingine hapendi kuona yale yanayotokea yanamuuma, anakuja kuamua kwamba bwana, mimi siingii tena katika ushirika wenu, nitalisema. Kwa hiyo akitokea mtu wa namna hiyo akatoa siri ya wasiojulikana, huyo aliotoa siri ya wasiojulikana atakuwa ni msaliti wa wale wasiojulikana. Lakini kiupande wa taifa, kiupande wa haki, kiupande wa amani na usalama, msaliti huyo atakuwa ni msaliti mkombozi. Kwa hiyo sasa nimelisema hivi ili mjue kila dhana ya usaliti, na sio kila msaliti ni msaliti mbaya. Msaliti mbaya ni yule ambaye mnapanga mambo mazuri alafu yeye anapanga maovu. Huyo ndo msaliti mbaya. Alafu msaliti mzuri bado atakuwa ni Yuda vile vile, lakini mnapanga mambo maovu kuwafanyia Watanzania, yeye hapendi yale maovu yafanyike, anaamua mimi siko na nyinyi. Kwa hiyo mnamuona kama huyu ni msaliti. Kwenye hii dhana ya usaliti iko kwenye vyama vya siasa. Natolea mfano mzuri sana Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kulikuwa kuna dhana ya usaliti kwenye Chadema. Chadema kuna viongozi wamekaa madarakani kwa muda mrefu sana. Katiba ya Chadema yenyewe ilikuwa imeweka mwisho wa vipindi vya uongozi ni vipindi viwili vya miaka mitano.
kuna jamaa ndani ya Chadema wakaitisha kikao, wakanyofoa vile vipande vya kuonyesha mwisho wa uongozi ni vipindi vile vya miaka mitano, alafu wakapeleka hiyo katiba kwa msajili kwamba tumefanya mabadiliko ya katiba. Msajili akayapokea, ni kweli. Kwa hiyo watu wakaanza kuona kuna viongozi Chadema sasa, amekaa miaka 5, amekaa miaka 10, amekaa miaka 15. Kwa hiyo kuna jamaa kule Chadema wakaamua kwamba jamani, uongozi wa namna hii hauwezi kuendelea kama watu watakuwa wanakaa milele kwenye uongozi. Kwa hiyo wakatengeneza document, waraka unaitwa waraka wa mabadiliko. Kwa ule waraka wa mabadiliko ukaandaliwa na wataalamu wazuri, alafu wakasema sasa huu waraka wa mabadiliko utaleta mabadiliko ndani ya Chadema upande wa uongozi, ili Chadema kibadilike kutoka kuwa chama cha kiharakati kiende kujiandaa kuwa chama tawala. Ule waraka wa mabadiliko ukaonyesha watafanyaje yale mabadiliko. Bahati mbaya ule waraka ukakamatwa katika maandalizi, wakaanza kutafuta sasa ni nani waliouandaa. Wakawajua wale watu waliouandaa, wakawaita hawa ni wasaliti, wakawatimua. Sasa wale walioandaa ule waraka wa mabadiliko waliuandaa kwa nia njema kabisa, yani inaitwa document ya change, kuleta mabadiliko chanya kwenye Chadema. Siri ilivyotoka kwamba kuna watu wanapanga mabadiliko chana kwenye Chadema wakakaa wakaamua kwamba hawa walikuwa wanafanya mapinduzi ya uongozi, wanataka kubadilisha uongozi. Waliwatimua hao jamaa wote watatu. Bahati mbaya ama bahati nzuri, hao jamaa wote watatu waliotimuliwa walikuwa ni watu wazuri. Toka walipotimuliwa, Chadema haijawahi kuwa na mtu tena ambaye ni think tank ndani yake. Kwa hiyo toka pale Chadema haikuwahi kusimama vizuri. Kisa kumetokea dhana ya usaliti ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo mpaka hapo kilipofika. Sasa dhana ya usaliti kwenye vyama vya siasa mara nyingi inatokana na kutoaminiana, na ndio inaleta migogoro mingi kwenye vyama vyetu vya siasa. Aisha Charles, Tifu TV.